Uhali gani mtazamaji wetu wa Neli TV popote ulipo, bila shaka ubuheri wa afya. Mimi ni Liz wa habari. Hapa ni muhtasari wa matukio makubwa yaliyojitokeza nchini Tanzania kuanzia tarehe 29 ya Oktoba 2025 hadi leo, yaliyohusiana na uchaguzi, maandamano na vurugu. Pia hakukuwa na taarifa za uhakika sana za majanga mbalimbali ya kimaendeleo zaidi ya yale ya siasa pamoja na ulinzi. Uchaguzi na maandamano. Uchaguzi ulioandaliwa tarehe 29 Oktoba, Jumatano wiki iliyopita. Uchaguzi mkuu nchini ulifanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Uchaguzi huu ulijumuisha uwenyekiti wa taifa na bunge na madiwani. Hata hivyo, maeneo mengi yaliandamana au yalisababisha vurugu, hasa mji wa Dar es Salaam. Wapinzani wakuu waliokataliwa kuwania uchaguzi, na ripoti zilionyesha hali ya ukandamizaji wa upinzani, maandamano na vurugu. Maandamano yalianza mapema siku ya uchaguzi, watu wakitoa ghadhabu kwa upande wa uchaguzi ambao hawakuchukulia kuwa huru wala wa haki. Serikali ilitoa amri ya marufuku kutembea usiku katika mji wa Dar es Salaam, na jeshi la ulinzi likashiriki ulinzi barabarani. Interneti ikashtuliwa, kukatwa au kudhibitiwa nchi nzima wakati wa uchaguzi na maandamano. Interneti ikazimwa. Kulingana na chama kikuu cha upinzani, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, walisema vinaweza kufikia vifo zaidi ya 700 nchini kote. Shirika la haki za binadamu Amnesty International limetatua ripoti ikisema kuwa hadi sasa vifo vilidhihirishwa rasmi kuwa ni takriban vifo vya watu 100. Huduma ya haki za binadamu ya United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights OHCHR imesema ina ripoti za vifo vya watu wachache, lakini haikuthibitisha idadi kubwa. Mbali na siasa, majanga pamoja na matukio mengine, kwa sasa katika vyanzo vya kuaminika sio rahisi kupata taarifa za majanga au matukio makubwa ya dharura yasiyo ya siasa kama mafuriko, majanga ya asili, ajali kubwa yaliyoandikwa au yaliyotokea tangu tarehe 29 Oktoba hadi leo nchini Tanzania, yaani kujumuisha maandamano ya watu wa kawaida au matukio ya kijiolojia. Matukio ya aina hiyo. Hali ya kisiasa imekaa mkali kwa sababu wapinzani waliamini uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Hali ya usalama ilikuwa kizuizini kwa kuwekwa marufuku ya watu kutembea usiku, huku jeshi lilipambana na waandamanaji na kudhibiti mawasiliano. Idadi halisi ya vifo haikuthibitishwa kikamilifu. Kuna tofauti kubwa kati ya ripoti za upinzani na za vyombo vya kimataifa, yaani haki za binadamu. Athari kwa wananchi na biashara ni kubwa. Kukomeshwa kwa intaneti, vurugu barabarani na hofu katika maeneo ya mjini. Maandamano makubwa yalitokea maeneo kama Kimara, Ubungo, Kinondoni na Tandale. Polisi na jeshi walitumia gesi ya machozi na risasi katika maeneo kadhaa. Serikali ilitangaza kifungo cha usiku, yaani jijini Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni kuruhusiwi kutoka. Mitandao ya internet ilipata matatizo makubwa nchini kote ikiwemo Dar es Salaam wakati huo maandamano pamoja na uchaguzi. Hali ilikuwa ya mvutano mkubwa katika mji mkuu wa kiuchumi, ambapo wananchi wengi walionyesha kutokuridhishwa na mchakato wa uchaguzi. Mwanza. Kwa mujibu wa taarifa za chama cha upinzani, sehemu ya miji ya kaskazini mwa Tanzania ikiwemo Mwanza ilishuhudia vifo vingi kutokana na maandamano baada ya uchaguzi. Hata hivyo, tathmini kamili ya hali bado haijapatikana kwa uhakika wa juu kuelewa. Kwanza, Mwanza ilikuwa ni miongoni mwa miji ambayo maandamano hayakuwa ya kijiji, yalihusisha watu wengi zaidi na uingiliaji wa vikosi vya usalama. Namanga, mpaka wa Tanzania na Kenya. Maandamano yalivuka mpaka kote ikiwemo katika eneo la Namanga kati ya Tanzania na Kenya. Polisi wa Tanzania walitumia mabomu ya gesi ya machozi kuelekea upande wa Kenya.
Hii inaonyesha athari ya maandamano ya uchaguzi haikuwa tu ndani ya miji ya Tanzania, bali ikavuka mipaka na kuathiri biashara za usalama wa eneo. Eneo la mpaka linaweza kuwa na changamoto zaidi na hali ya usalama, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa taarifa na usafirishaji. Hiyo ni kuelewa. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia, subscribe, share, comment kisha like. Mimi ni Liz wa Sport. Endelea kutufuatilia pia. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nel TV, ili wa kwanza kupata taarifa zetu za uhakika kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo leo kwa ukubwa tumeshuhudia Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akila kiapo cha kuongoza nchi ya Tanzania kwa miaka 5 hadi 2030. Endelea kuwa nasi.